Assalamu alaikum wa Tanzania popote pale ulipo kanda ya kaskazini, kusini, magharibi pamoja na mashariki. Karibu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huu ni mwezi mtukufu ambao kwa upande wa Islamu wamefunga, lakini pia vile kwa upande wa ndugu zetu wa Kristo na wenyewe pia wamefunga. Chungu cha 9 kwa ndugu zangu wa Islam, lakini kwa wale ambao kwa upande wa pili nikiwa na maana ya Wakristo, dhahiri kwa resma inaendelea. Mimi niko katika mitaa ya Mwembe Yanga, nimekuja kuzungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Shabiki la CAF. Naam. Mzee wa kupasua. Masaa 72. Nafikiri tuko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kamati ya masaa 72 imeshaanza kufanya kazi na kazi imeshatimia tayari. Yaani muda wowote utaonekana kwamba nani alikuwa yuko sahihi kwenye timu sahihi na wakati sahihi. Mimi nafikiri tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uzima na salama. Nafikiri kinachokuja ni bora zaidi. Kikubwa tukutane siku ya Jumapili. Bwana ndugu yangu, tuanzie hapa mwanangu. Dabi ya Kariakoo, do or die, Damaro Day. Wananchi wameiweka pale wenyeji wa mchezo. Mnasemaje wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club? Binafsi ninachosema utakuwa mchezo mzuri kama waamuzi watabadilishwa. Yaani mchezo utakuwa mzuri kama waamuzi watabadilishwa. Hatuwezi kuwekewa Ramadhani Kayoko, hatuwezi kuwekewa Nasolo Muitui aje kuchezesha mechi ya dabi alafu sisi tukana Simba tukakaa kabisa tukalizika mechi yetu itakuwa salama. Hii mechi sio salama. Na sasa hizi tunajipanga kama haijatokea mpaka jioni hajabadilisha. Masaa 12 tunawapa. Hawajabadilisha. Hii mechi sisi hatuchezi. Hii mechi hatuchezi. Cheza wakati mko Zanzibar tena. Kuwepo Zanzibar sio sababu. Yaani kuwepo Zanzibar sio sababu. Huwezi kuchagulia waamuzi ambao tunajua kabisa wanatuchinja. Sisi sio mgeni na Ramadhani Kayoko. Ramadhani Kayoko wale bodi ya waamuzi wamechagua waamuzi ambao wao watakwenda kuwapa mafao ya kubadilishia nyumba zao. Wapa hela sikukuu ya mwezi wa Ramadhani. Tunajua wazi waamuzi waliochaguliwa sio waamuzi wa kuchezesha mpira. Ni waamuzi ambao wanakwenda na matokeo yao uwanjani. Waamuzi kama hawa sisi tuwahitaji. Kama hawajabadilishwa muda wa masaa 12, Simba tucheze dabi. Kweli. Kwa nini tufiche tabu? Ligi si yetu. Sisi tunashiriki ligi. Kwa nini tunashiriki nini? Kwa tuna haki ya kusema tulikubaliana kwenye makubaliano kwenye kanuni waamuzi watoke nje. Waamuzi wangetoka hata Kenya. Sisi tungeridhika. Waamuzi hawezi kutoka hapa. Yaani Kayoko ambaye ametufungisha kwenye dabi ya mwisho wakati anachezesha na kutoa maamuzi leo akachezesha hapa. Na anakwenda kucheza kabisa. Sijui nini. Ni aibu. Unanielewa? Leo hii akae mwamuzi msaidizi. Yule mtu huyu akijivunja uwanjani Kayoko akaingia. Kwani nyamjui kama mwamuzi anafanywa sabu. Mwamuzi ana sabu. Na ndio maana umekuta mwamuzi msaidizi akijivunja. Kwa hali hii sisi tunadhihirisha wazi tayari tushafungwa nje ya uwanja. Kama tushatufunga nje ya uwanja na yenyewe tufunga nje ya uwanja ni bodi ya ligi. Ni bodi ya ligi kushirikiana na bodi ya waamuzi. Sisi mechi hii tutaenda kucheza. Kwa hiyo mumtaki Kayoko. Hatumtaki Kayoko na Nasoro Muitui na wale waamuzi wengine wote wasaidizi. Watafute waamuzi wengine tena tukacheze dabi. Yaani kama nataka dabi ichezwe tukatafuta waamuzi wengine sababu hatuwezi kwenda kila siku tukawa wanyonge. Umeelewa? Yaani waamuzi tulishakataa. Huyu alichezesha dabi hapa. Akapewa adhabu aliyopewa iliishia chochoroni na ikaishia chooni, iliishia kule. Hatukujua adhabu gani alipewa Ramadhani Kayoko mpaka leo hii. Yaani hamta mtu yote utakayemuuliza Ramadhani Kayoko alipobolonga kwenye dabi alipewa adhabu gani? Jibu lile alipo. Leo inaenda kumpa mwamuzi wa akiba kwenye dabi. Yule akijivunja akafanywa adhabu akaingia hajatuumiza sisi. Sisi mwamuzi wetu tumtaki. Na kama hawajambadilisha muda wa masaa 12 narudia, hatuchezi hii dabi. Tutarudisha timu za Dar es Salaam kama inawezekana kutufungia watufungie. Hiyo ndio mipango mingine. Si masuala kama haya uaga hatuyataki kwa sababu sisi tunasimamia kwenye usahihi. Sisi lengo letu kuona mpira wa Tanzania unakuwa sio unadumazwa kizembe na mnaweza mikazo Simba. Kwa nini tusiweze? Kama mnaamini Simba hawezi, basi nataka tutoe mifano ili mjue kwamba Simba anaweza. Unanielewa? Hakuna mtu jeuri kwenye mpira wetu kama Simba isipokuwa sisi ni watu wa mpira ndio maana tunapata kodogo za mpira. Lakini kwa namna alivyokwenda imeshindikana. Kwa sababu kumbe tunajiuliza ndio maana mwaka jana ndugu zetu walitaka bodi ya ligi ibadilishwe. Kumbe bodi ya ligi ibadilishwe aende akaweke watu wao wachaguliwe waamuzi wanaotaka wao. Unanielewa? Kama mwamuzi anakuja uwanjani na matokeo kuna haja gani kwenda kucheza dabi? Wamuulize ngapi Ramadhani Kayoko Simba na Yanga ngapi atoe yeye maamuzi aandike kwenye ubao. Simba tukubali kama tumefungwa lakini sio tuletea waamuzi wazembe kama hawa. Kwa hiyo waamuzi walioteuliwa na bodi ya waamuzi hamkubali kwenye. Sisi hatukubali na ndio maana tukasema kama waamuzi ndio hawa mpaka kesho wametangaza saa ngapi waamuzi? Sisi saa 3 asubuhi. Mpaka sasa saa 3 asubuhi waamuzi hawajabadilishwa dabi hatuchezi. Yaani kama kesho mpaka saa 3 asubuhi masaa 12 akatimia dabi hatuchezi. Haja gani ya kucheza dabi? Sababu unataka kutotea waamuzi wa kila siku hao. Tuletee waamuzi wako nje. Walikuja waamuzi kutoka Misri hapa. Umenielewa? Simba alifungwa, hakuna hata mmoja aliyo doubt kusema tumefungwa kwa ajili ya waamuzi. Tukaanza kupewa baada ya mechi yake, kapewa mechi Ramadhani Kayoko, tulifungwa kwa haramu.
Kwamba unaona kabisa hapa kuna uharamu kwenye matokeo, alafu sisi tuende kunamkubali vipi? Na kesi yetu sisi naye bado haijaisha. Yaani kesi yetu sisi na Ramadhani Kayoko bado haijaisha. Yaani bado haijaisha kabisa. Tunajua huyu muamuzi wa bukubuku. Si kwa toa muamuzi wa bukubuku kwenye mechi zetu hatuwahitaji. Shabiki la kafu. Mimi sinakwambia ukweli. Hii mbona kama imeanza kuzua gumzo kwa upande wetu? Hajazua gumzo. Sisi tunachosema ni sahihi na tunataka mpira wetu ukue. Unapotaka mpira ukue lazima usimamie haki. Umenielewa? Sio yaani haki ndio kila kitu. Umenielewa? Lakini pia niseme jingine. Hii timu yetu sasa hizi inazurura na bodi ya mfadhili Mohamed Dewji kupitia Clatous Magoli. Ndio wanaonekana kwenda kila mechi wako wao sehemu. Tumekwenda kule, tumesare moja, tumeshinda moja. Tunaomba ushirikiano kwenye mechi ya dabi, tufanye ushirikiano kati ya mashabiki na wanachama na viongozi wetu. Ushirikiano umekuwa mdogo. Wao wamejifanya hawapokei simu zetu. Sasa tunawaambia Mohamed Dewji, bodi yako tukifungwa, waambiwa asirudie bandari ya Dar es Salaam. Wapitie bandari ya Mtwara, wakishafika Mtwara, wapeleke Lindi wakusanye Mbaazi, Korosho, Ufuta, wapeleke Gulioni. Hiyo ndo kazi ambayo inawafaa. Mpira utakuwa imewashinda automatic. Yaani unasema tukifungwa Zanzibar, Mohamed Dewji bodi yake aipeleke kasimamie Korosho na Ufuta Mtwara. Yasipitie bandari ya Dar es Salaam, wapitie kule bandari ya Mtwara. Waingilie kule, wasiingilie huku. Kwa nini sasa? Ngoja kwanza. Mpaka sasa hizi timu iko mikononi mwao ambao wao wanajiamini kwamba ndio kila kitu. Wameshageuza timu kuwa timu ya familia. Tunatoa ushirikiano kwa mashabiki na wanachama, ushirikiano umekuwa mdogo. Sababu tunajua mechi ya Yanga ugumu wake ukoje, lazima wote tuwe kitu kimoja. Lakini wao wameonekana kuwa na vitu viwili. Kwa ndio maana tunawaambia kabisa, tukitokea limefungwa, wasipite hapa. Tutakuja kuelewana wabaya. Wapitie huko ili watoke Dar es Salaam. Wakipita huko kwingine si shida, hatuna. Sababu tunajua wameshapata nini? Hamri yetu, sababu hawaendi kwenye ile ambacho tunakitaka. Ninyi mnataka nini? Tunataka ushirikiano kati ya viongozi na wanachama na mashabiki ili tuweze kushinda mechi ya dabi. Ushirikiano unafahamika kwamba bwana, hapa mlolongo wetu tumeshia hapa, tunataka tufanye hivi, wanachama fanyeni hivi ili tupate ushindi. Unanielewa? Tunajua mechi ya mtani na sisi, mtani apite kwenye mlango sahihi. Watu wa kuzuia ili mtani asipite mlango sahihi na Simba kwenye matukio ni mashabiki na wanachama kupitia masewadi wao wa uwanjani. Kama viongozi hawalete ushirikiano, maana yake nini? Na kama wana lengo Simba afungwe. Ngoja basi, kama ana lengo afungwe wale viongozi ili wajue lawama itaenda upande mmoja. Hawamui lawama itaenda upande mmoja. Litapita fagio la chuma. Yaani hawamui tukifungwa Zanzibar, Simba litapita fagio la chuma. Hata kwenye fagio hilo atakayebaki salama ndo atajua kwamba hawa wana Simba au wako tofauti. Na ndio maana tumemnyoshea mapema. Tajiri timu yako hao waanza kwako wanajifanya anajua timu kuliko watu wengine. Waambie kabisa wakifungwa asirudie bandari ya Dar es Salaam, warudie bandari nyingine kwa sababu tutapitisha fagio la chuma. Unanielewa? Sababu lengo letu tuione Simba inashinda. Simba inakwenda kugawa, Simba imepokea katiba mpya. Umenielewa? Simba inakwenda kugawa kadi ya wanachama tarehe 27 mwezi wa 3. Hatutaki kwenda kugawa kadi za wanachama tukiwa kwenye huzuni ya kufungwa na Yanga mara 7 mfululizo. Hatutaki kwenda kushangilia katiba mpya tukiwa tumefungwa na Yanga mara 6 mara 7 mfululizo. Tunataka tumnyonyoe ili tuone kwamba kweli tumeanza kwenye katiba mpya. Katiba mpya atakao tumfungue Yanga vizuri. Umenielewa? Kwa hivi vile tutaki vitokee, tunataka vitokee vitu kwa usahihi ili leo hii utakaponiambia shabiki la kavu tembea barabarani na kipaza sauti, hamasisha watu kate kadi ya wanachama watakuwa wale wanekata chaji watakuwa wananielewa kwamba wanakata timu iliyokuwa sahihi. Lakini mtu kashagongwa mara 7 mfululizo, unamwambia chukua kadi ya wanachama, yani anaenda kupikia, anaenda kuna huyo kwenda kupikia, anaenda kuweka jikoni na chemka. Ukamtoa mtu labda imetengwa labda 30,000. Si bora akanunue mnyama na wanawe akale, akanunua kadi ya wanachama wa Simba. Lakini tukishinda tunaweza kwenda kuambia kateni kadi wakakata kwa sababu watakuwa wako kwenye furaha. Unajua siku zote mtu afanye maamuzi kwenye huzuni. Fanya maamuzi kwenye huzuni hayagi sahihi. Maamuzi yote yanafanyika kwenye furaha. Tukisha kuwa na furaha, ukimwambia mtu nunua kadi ya wanachama, nunua jezi, fanya hiki, atakuelewa. Unanielewa? Lakini pia ni muombe tajiri Jairuti katuletea mchezaji mzuri. Umenielewa? Innocent Ruemba ameposti gari liko njiani. Ile sio gari baba, mbona ukosea adabu? Ile sijara. Sekunde 1 kilomita 1. Ile sijara ya ardhini. Unajua ile ina reli maalum, lakini ile reli wote humu. Yaani kama unaweza ukasibiria pale sekunde 1 ukaja kuikuta huku. Kwa hiyo tunamuomba kupitia hili aweke motivation kama alivyoweka motivation
mechi ya CAF Champions League zile za mwisho kusema kwamba atanunua goli. Kwa hiyo na hili tunaomba aende akatoe motivation kwa ajili ya wachezaji wetu kukaa vizuri. Mimi naamini anasikiliza mashabiki na wanachama na anatuona sisi tulivyo. Sisi tuko tayari kupambana naye yeye na kuhakikisha tunapata kilichokuwa bora. Lakini mimi namuomba hili kuiona timu yetu inashinda. Tukishashinda inakuwa rahisi zaidi kuambia mashabiki sasa ni wajibu wetu kwenda kutimiza wajibu ambao unatuhitaji sisi kama mashabiki na wanachama kuhakikisha unapata kadi. Uweze kupata kadi pasipokuwa na jezi, kuwa na jezi ya timu yako, kuwa na hiki, yani inakuwa rahisi kuwaelezea. Kwa hiyo nimuombe ndugu yangu Jairuti na wadhamini wengine ambao wanaidhamini Simba kwenye engo mbalimbali, kwenye jezi, kwenye nini, nao waweke motivation. Wakiweka motivation kwenye mchezo huu, tukishinda vitu vyao vitakwenda kwa usahihi. Lakini tukifungwa utakuwa mfarakano mkubwa hapa. Mimi sitakuelewa, yani nimefungwa ananiambia nini, mimi nakuelewa nini sasa? Hapa tutaelewana hapa. Kwa hiyo tuweke vitu vizuri, twende tukae sehemu moja. Kama viongozi mnanisikia, ni muda wa kubadilika na tunataka msimamo kwanza uanzie kwa waamuzi. Yaani msimamo hii bodi niliyoitaja ya tajiri ambaye kawekeza kwenye alipowekeza paeleweki. Ianze kusimamia kwenye nini? Kwenye waamuzi. Ili tujue magoli yeye ni mwamba, aanze kugoma kwenye waamuzi. Ili tuone mwamba alipowekeza pajulikane. Aanzie wapi? Kwa waamuzi. Umenielewa? Kwa waamuzi ndio sehemu ya kwanza yeye. Tunataka tuanzie hapo, tuendelee kwenye mshono ili tujue tunachoendelea nini. Si kushona tushachoka ndugu. Wewe mara 7 mfululizo na weekend hiyo. Sasa 7 mara 2 ukizama watoto mapata siku 14 hao. Sasa ukizama tu 14 kwa shida. Kwa sisi tunachoomba mabadiliko ili twende kwenye usahihi zaidi. Bwana, mnaona Young Africans lakini kuwafunga. Kama asinge Young Africans kuchukua alama 3 mbele yenu. Ngoja basi. Damaro Day. Damaro Day. Yeye mcheza alafu. Au umesema wewe. Sasa kwani wewe uone mechi 3 za CAF kadi 3 za njano hajacheza mechi ya mwisho. Vitu vingine viko wazi, hamna mchezaji mle. Lile darasa ambalo limeokotwa Singida limeletwa mjini. Nyumbani kwa sababu mtoto familia yako nyumbani hata kama akiwa mbovu, lazima mbele za watu muinue na yeye aonekane mwanao. Ili uonekane na yeye na watoto ndio mazingira aliyofanywa, lakini hamna mchezaji, ni mchezaji wa kawaida, mwenye daraja la kawaida, hana haja hata kuchezea Yanga. Kuna yule, kuna Okelo, kuna yule yule Mabuba. Mchezaji wao Mabuba ile Buba wapi bwana? Mbona unadhalisha majina ya watu? Yule anaitwa Mabuba. Mbona unadhalisha majina ya watu? Yule hana haja ya kucheza Yanga. Kwa hiyo wachezaji wao ni daraja la kawaida. Simba ina quality player. Kwa hiyo nataka sisi tuende tukaonyeshe vitu ambavyo tunafanyaje, lakini kwa kutufunga. Kwa kuwa wameamua kutufunga nje ya uwanja kupitia Ramadhani Kayoko, wanaweza kutufunga. Kama nje ya uwanja tutakuwa hatujafungwa kupitia kina Ramadhani Kayoko, mimi naamini dakika 90 utasikia mtu anaenda kulionyesha anapaita pale Guantanamo. Jina la Kiingereza hili. Mimi Matumbi ingekuwa ninatajwa Kimatumbi ningekuwa ninakuelewa. Kama sitakuelewa mimi nishazoea kula miogo. Unaona lazima niongee kimiogo. Unanielewa? Sheria ya gereza anakaa mfungwa. Na wafungwa wa gereza hilo ambalo amelitaja liko Marekani wanakaa watukutu. Sisi tunajua tunaenda kucheza na watukutu FC. Umenielewa? Ambao wao hawaelewi chochote. Sababu TFF kila ukiwapiga fine wao hawaelewi. Maana yake hao ni watukutu. Umenielewa? Na tunashukuru kwa kunipa jina jipya Watukutu FC. Umenielewa? Kwa tunaenda kucheza dhidi ya Watukutu FC, lazima tuhakikishe sisi kama askari ya kwenda kuwalinda Watukutu tunapata matokeo yaliyokuwa sahihi. Unanielewa? Na tunapataje matokeo? Lazima tuhakikishe tunajipanga. Bwana, mimi jibu langu hapa ni either fulani au fulani. Kati ya Mohamed Dewji, Mo pamoja na Jairuti, nani anatia hamasa zaidi na anatekeleza kwa wakati? Binafsi Mohamed Dewji nimeonana naye usoni. Jairuti sijaonana naye usoni. Siwezi kuzungumzia mtu ambaye sijamuona usoni. Ushanielewa? Ningekuwa nimeonana na Jairuti usoni, ningejua kwamba kweli anatia hamasa anafanyaje. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia. Unaona usoni kivipi? Yaani unajua mtu matendo yake sana yanaonekana. Kwanza basi, ngoja kwanza. Huwezi kumsoma mtu matendo yake ukiwa Mbagala kati ya yuko Buza. Yaani vitu ambavyo haviwezekani. Umenisikia? Na ni ngumu kwenda kumsimulia mtu ambaye amewekeza kwenye jezi na mtu mwekezaji hewa, vitu viwili tofauti. Umenielewa? Ngoja basi mimi sinafafanua. Jairuti mkataba wake kwa mwaka Simba anapata bilioni 5. Ushanielewa? Kwenye mkataba wake kutengeneza jezi bado kuna basi ambalo haina JCR linakuja. Tumemwona Luemba amekuja. Utaniambiaje mimi nizungumzie mtu ambaye mkataba wake kwenye hizo jezi zetu akatuwekea malogo hatujui mkataba wake shilingi ngapi? Kwa mimi hapo tutakuwa kama labda unachukua maji na unga unaweka sehemu moja na wakati unajua unasonga ugali baadaye ugali kisha hivyo unaenda kuita uji ugali. Sio kweli. Kwa vitu vinaonekana viko wazi. Mtu ambaye yuko bora au mwenyewe unajua sababu tuna mikataba hapa. Umeelewa? Kuna Mokola, si kuna Monini, huko Mo 29 si Mo ngapi? Kuna Kono la Nyani ile ambalo linatupa maumivu linatutekenya kila siku mpaka leo. Tangia tumefungwa na Yanga goli 5.
hatujui unapata shilingi ngapi. Na kama kuna mwana Simba anaweza kulijibu hili swali kwamba haya mabango manne ukijumulishia na lile la kwake la 5 ambalo lipo kwenye Simba Queens ambalo limetumia nembo yetu ya klabu, tunapewa shilingi ngapi? Mimi aje hapa nampa milioni 10. Nampa milioni 10, na kama milioni 10 ndogo nitampeleka hata hapo nyumbani bondeni hapo akachukue maeneo. Nitamkatia eka ambayo ina thamani ya milioni 10 achukue maeneo, atakuwa mali yake. Atakayetaja kiasi ambacho kinatolewa. Na ndio maana sisi tunasema, na ndio maana jibu lake ni simple tu, Jairut ni bora kuliko kwa namna ya uwekaji wa mabango na ahadi. Jairut ni bora kuliko nani? Kwa sababu Mohamed alitudanganya uwanja, mpaka leo uwanja hatujauona. Tuliishia kuchangishana si wenyewe pale Bunju. Umenielewa? Tumeishia kufanyaje? Kuchangishana wenyewe Bunju. Unanielewa? Kama ingekuwa ahadi zake zinatimia tungeziona. Jairut kaidi Innocent Luemba, Iniesta wa Afrika, disconnector kwenye katikati ya uwanja wa mpira. Kama unavyoona engine gari haiwezi kutembea bila disconnector ile. Yaani kwamba kuna vitu lazima connection ndio vitembee. Tumemwona Innocent Luemba disconnector. Mali inapigwa kushoto inaenda mashariki kaskazini. Popote alipo anatoa pasi. Tena yule mimi inawezekana siku moja tunaomba akakae katika ya Marekani na utafika. Sababu Gabo ni mchezaji mzuri ambaye tunaamini hivyo kwenye ubora wake. Shukrani sana. Asante.